Sisi kata ya Mandu ambayo ina mitaa 11, leo ni moja ya siku kubwa na siku yenye mapinduzi makubwa sana katika sekta ya elimu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkuu wa wilaya ameongea vyema sana. Kata yetu ya Mandu kwa sensa ya makazi ya mwaka 2022 ilikisiwa tulikuwa watu zaidi ya 46. Na mbali ya hivyo shule 7 za msingi katika kata hii ukiweka na za private tuna shule zaidi ya 9. Sambamba na hilo tulikuwa na shule moja tu ya sekondari. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi kama ODC lakini kupitia wananchi tulipoona umuhimu wa kuwa na shule nyingine ya sekondari tulianza hatua za awali. Nikushukuru sana mkuu wa wilaya. Mkuu wetu wa wilaya amekuwa ni kielelezo kikubwa sana. Eneo la kwanza ambapo tulipeleka shule hii ikafanyike ilishindikana sababu ya changamoto ya eneo, lakini mkuu wa wilaya hakuchoka, hatimaye tukaja tukafanikiwa katika eneo hili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, moja ya jambo kubwa ambalo mimi nina furaha nalo kubwa siku ya leo, mimi nakufahamu muda mrefu sana. Katika maisha tunaambiwa lazima uwe na watu watatu. Mtu wa kwanza anapaswa awe mshauri wako, mtu wa pili anapaswa awe partner wako, na mtu wa tatu anapaswa akawe mtu ambaye utamshauri. Sasa kwenye yote haya wewe umekuwa mshauri wangu mkubwa sana, na mimi nimekuwa mshabiki wako miaka mingi, na wewe ni shuhuda. Moja ya jambo kubwa baada ya kuanza ujenzi huu wa sekondari, hatua tuliofikia ni hatua mahususi ambapo hii shule ya sekondari inaenda kuwa ina utatuzi mkubwa wa changamoto ambao tulikuwa nao ya watoto kuwa wengi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafahamu uwezo wako. Leo mkoa wa Mwanza ukiwa mkoa wako wa pili kuendesha kama mkuu wa mkoa, hauwezi ukawepo hapa na kazi zako tunaziona tukakuacha hivi. Tulikaa na wenzetu kwenye ODC, tukakubaliana kwa pamoja, tukakaa na wananchi, lakini tukakaa na wadau wa elimu. Kila tulipokuwa tukitaja jina lako tulisema ni jina sahihi ambapo tunapaswa kuiga shule. Leo sisi kata ya Mandu tunaona jina hili la Said Mtanda ikawa historia kwa wanamandu. Wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Uongo kweli? Sisi tunachotaka, sababu tunajua uwezo wako haunaga vita ndogo. Mtanda vita zake anasema ni vita ya Marekani. Yaani anapigana pesa inapokuwa imeisha, lakini sio pesa inapokuwepo. Tunaamini kabisa moja ya changamoto ambazo mwalimu amesimama hapa akazitaja, tunao changamoto ndogo ya umaliziaji wa umwagaji wa slabu ili kusudi tuweze kuanza kunyanyua kwenda juu. Zaidi ya milioni 500 tulizozipata, kiasi cha fedha kilichobakia hakitoweza kutosheleza hao. Tunahitaji milioni 107 kwa ajili ya kumwaga slabu na kuanza kazi kwa ajili ya kuanza kunyanyua madarasa yaliyobakia. Na moja shule hii tunaisema ni shule ya kimkakati, ndio sekondari pekee ambayo mbali ya kuhudumia mitaa yetu ya kata ya Mandu, zaidi ya mitaa 7 ambayo inayozunguka maeneo haya, tunayo mitaa zaidi ya 4 au 5 inayotoka katika kata ya Igoma. Inamaanisha kwamba wananchi wa kata ya Igoma na wananchi wa kata ya Mandu tunaenda kupunguza adha hii ambayo imekuwa yakisumbua kwa muda mrefu. Kwa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuleta fedha hapa Mandu kiasi cha shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari hii. Na mimi nataka niwahakikishieni, ili mradi nimefika hapa Mandu, nimeweka jiwe la msingi la hii sekondari. Hii sekondari itakamilika, tena itakamilika kwa wakati. Macho, akili, lakini ufuatiliaji wa kina kabisa nitaufanya mimi mwenyewe katika sekondari hii, ili wananchi wa Mandu waweze kupata sekondari mpya kwa wakati mwafaka. Lakini pia ninaelekeza halmashauri ya jiji la Mwanza katika hatua ya awali kutoa fedha shilingi milioni 200 ili kuendelea na ujenzi wa kuweka silabu na kunyanyua floor ya kwanza, ili ndani ya kipindi cha mwaka huu halmashauri ya jiji iweze kuwa imekamilisha utoaji wa fedha shilingi milioni 500 ili mwakani Januari shule hii ianze rasmi kubeba watoto wa kata hii ya Mandu. Kwa hiyo ujenzi hapa utakwama. Mkurugenzi wa jiji ndugu Kibamba tunampongeza kwa kazi nzuri ambazo anazifanya, lakini sasa ninamwelekeza kutoa fedha shilingi milioni 200 ili tuendelee na umwagaji wa silabu na kuinua ghorofa ya kwanza, kwa sababu tunataka ifikapo Disemba mradi huu ukamilike na Januari mradi huu uanze kupokea wanafunzi 1600 kama ambavyo taarifa imesema.
Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wajibu wako ni kuibana halmashauri, lakini pia ninakuelekeza meya kuhakikisha kwamba unamsimamia mkurugenzi na baraza la madiwani kutoa fedha nilizozielekeza hapa ili mradi huu ukamilike. Kwa hiyo mradi usipokamilika, kigezo na tatizo atakuwa ni meya, kwa sababu fedha za halmashauri zinasimamiwa na meya, na msimamizi mkuu wa halmashauri zote katika mkoa wa Mwanza ni mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ardhi yetu sisi ndogo, ni lazima itumike vizuri. Tunajenga nyumba kwenda angani, hatujengi nyumba kuelekea mbele. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu, na sasa miradi yote ya elimu, ya afya, focus iwe ujenzi kwa kutumia mtindo wa kwenda juu, kwa sababu bado angani kuna nafasi, lakini ardhi yetu sasa haiwezi kutosheleza majengo mengi kwa wakati mmoja. Emmanuel Samson, mimi nashukuru kwa kutuletea shule ya sekondari katika mtaa wetu wa Kasota, maana itasaidia wanafunzi kuepuka umbali mrefu kutoka nyumbani kwenda shule. Changamoto mojawapo ilikuwa natoka maeneo mbali, unakuta changamoto kama mito hivi, maji yanakuwa yanajaa shule namna ya kuvuka, lakini kwa sasa hivi shule ziko karibuni hapo, tunafurahia sana. Ndio kwa shule kushirikiana jenga hili la sekondari, ndio kwa shule Mungu wa mbinguni hapa.